Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa, chaguo namba moja kabisa. Hapa nazungumzia Star Media. Asante kwa kuweza kutupa macho na masikio yako kuweza kututizama dakika zote, ukiweza kujua nini ambacho kinachoendelea katika kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hatimaye unaambiwa mambo yamekuwa ni mazuri kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Hatimaye ile saini ya kijana ambao walikuwa wakiweza kuihangaikia kwa hudi na uvumba, hatimaye tayari tajiri namba moja, hapa nazungumzia vijana Afrika, hapa nazungumzia Mo Dewji, ameweza kukamilisha kile ambacho wana Simba walikuwa wakiweza kutamani kuweza kukiona, kufuatia kuweza kumsajili kijana huyu. Ametokea wapi utakwenda kujua, imekuwaje na mpaka wamefanikiwa kuweza kumsajili kijana huyu. Amesaini miaka mingapi utakwenda kujua, mshahara wake kapewa nini, kashawishiwa vipi mpaka kuweza kutoka kwenye kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Karibu, kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, taarifa ni nyingi kabisa ambazo zako zimeweza kukupita. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye channel yako, ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Karibu, hii hapa ni Star Media. Bana, wekundu wa Msimbazi Simba ambao wanaonekana msimu huu kwamba wanahitaji chochote kilichopo mbele yao, yani hata uweke kombe la kuku wenyewe Simba wanapita nalo, hawajali, kikubwa tu liwe kombe. Umekwenda kushuhudia wapo fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, wanalitaka taji hilo kwa hudi na uvumba kabisa, ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo wameandaa majeshi ya kutosha kwa ajili ya kile kinachokwenda kutokea. Lakini sambamba na hayo, ligi kuu ya soka Tanzania bara wanazidi kuweza kuipa ugumu timu ambazo zipo juu ya msimamo, huku kiweza kushuhudia namna gani ambavyo wakilitaka taji la NBC kwa msimu huu. Lakini kombe la shirikisho hapa nazungumzia CRB Federation Cup, na wenyewe bado wamo katika hatua ya nusu finali. Sasa sambamba na hayo yote ambayo yanakwenda kujili katika mchakato huu ambao upo kwa sasa hivi, bila shaka utakwenda kusikia sajili ambazo klabu ya Simba tayari ambazo wamekwenda kuzikamilisha, wakati tajiri yupo hapa Tanzania. Unafahamu kwamba maskani yake sasa hivi ilibadilika na akahamia kule, hapa nazungumzia si kwingine bali unazungumzia Dubai. Hatimaye tajiri kwa kile ambacho ameweza kukizungumza, unaambiwa mambo yamekuwa ni mazuri kwa upande wa klabu ya soka ya Simba Sport Club baada ya leo hii kuweza kukamilisha taratibu zote za usajili wa mchezaji. Hapa nazungumzia si mwingine bali huyu ni Feitoto. Nafahamu ya kwamba klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ilikuwa ikiweza kumhitaji Feitoto kwa hudi na uvumba kwenye kikosi chao, kwamba atue kwenye kikosi chao, lakini mambo hayakwenda vizuri kabisa, ambapo unafahamu ya kwamba Azam FC waliweza kuwapandishia dau klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ili kumpata nyota huyo katika kipindi cha dirisha kubwa. Lakini unaambiwa mambo yamekuwa ni tofauti na vile ambavyo wengi tulitarajia kwamba labda kutokana na dau ambalo Faisal walitaja uongozi wake ambao ni Azam FC, labda pengine klabu ya Simba isingeweza kufikia hivyo. Unaambiwa taarifa kutoka kwa watu wa karibu wa kiungo wa Azam FC ambaye ni Faisal Salum almaarufu kama Feitoto, zinaeleza kuwa nyota huyo anataka kuondoka kwenye viunga vya Chamazi ifikapo mwishoni mwa msimu huu. Inaelezwa kuwa Azam FC imempa ofa ya mkataba mnono, lakini nyota huyo amekuwa atoi majibu ya kueleweka, na anachosubiri ni msimu umalizike aombe kuondoka ndani ya Azam FC. Simba ambao ndio watu wa kwanza kabisa kuonyesha nia ya kuweza kumtaka kijana huyu, unaambiwa wapo katika hatua za mwisho za kumsajili nyota huyo wa timu ya taifa Tanzania, huku Yanga na Kaizer Chiefs na Afrika Kusini zikihusishwa katika mchakato huo. Lakini tajiri Mo Dewji leo hii amekutana na Feitoto inavyoelezwa jioni, ambapo wamezungumza kuhusiana na kusaini mkataba mpya ili aweze kujiunga
kujiunga na klabu ya Simba Sport Club mwishoni mwa msimu huu, ambapo Fei kupitia wawakilishi wake wameweza kukubali yale ambayo tajiri Mo Dewji ameweza kuwaambia, ambapo inaelezwa ya kwamba Mo amefanya kikao kizito na Fei Toto, ambapo wameweza kumwambia kwamba ofa ambayo wameweka klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni ofa ambayo haitokuja kufikiwa na klabu nyingine, ofa ambayo imeipiku ile ya Yanga, ambapo Young Africans wao walitoa zaidi ya shilingi milioni 750 kama pesa ya usajili, ambapo wakamwambia kwamba watampatia na mshahara usiozidi milioni 40 ambao atakuwa akiweza kuupokea kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine habari unazungumzia hawa ni klabu ya Young Africans. Sasa kile ambacho kimeweza kutokea katika yale ambayo Mo Dewji ameweza kuyaweka, ambapo yeye ameweza kuyaongezea zaidi, ambapo mkataba wa Fei Toto ambao atasaini kwenye kikosi cha Simba utakuwa ni wa miaka 3, tofauti na ule wa Young Africans ambapo Yanga wenyewe walipa mkataba wa miaka 2, ambapo mkataba huu ambao atakwenda kusaini Fei Toto kwenye kikosi cha Simba unaambiwa ada ya usajili peke yake tu itakuwa ni shilingi milioni 800, ambapo wameweza kuongeza klabu ya Simba kutoka ile 750 ya Young Africans, wameongeza na kufikia milioni 800, pesa ambayo klabu ya Simba wameweza kuiweka kwa Fei Toto kupata tu saini yake. Lakini hawakuachia mbali hivyo tu, wakasema ya kwamba mshahara wake wa kila mwezi utapanda na kufikia shilingi milioni 50, tofauti na ile milioni 40 ambayo klabu ya Simba klabu ya Young Africans waliweka mezani. Lakini Mo Dewji ameongeza milioni 10 na kufikia 50 ambayo iko mezani mwa klabu ya soka ya Simba Sport Club. Lakini kumwachia hapo, wakamwambia kwamba hiyo haitoshi, unapaswa kuwa katika mazingira mazuri, ambapo wamempatia nyumba ambayo atakuwa akiweza kuishi, na hiyo nyumba ni moja kwa moja ni yake. Pindi tu anaposaini kandarasi na kikosi cha Simba itakuwa ni mali yake pasipo kuweza kujali ya kwamba ni nini na nini, lakini nyumba itakuwa ya kwake. Lakini pia atapewa gari ya kutembelea ambayo itakuwa na thamani zaidi. Unafahamu ya kwamba kijana anapaswa kwenda mazoezini si kwa bodaboda, anapaswa kutumia usafiri mkubwa kabisa, ambapo atapata pia na bonus, ambapo kila akiweza kutupia nyavuni goli lake ama kuasisti, basi bila shaka atakwenda kupewa bonus ambayo atakayo akiweza kuwa akifanikisha hivyo. Mo bado yuko mjini na chochote kinaweza kutokea kuanzia sasa. Kinachosubiriwa tu ni uongozi wa klabu ya soka ya Azam FC kuweza kuidhinisha mchezaji huyo aondoke ama abaki kwenye kikosi chao. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana